إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Uzangu tukiman, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumtii Allah tabaraka wa taala. Uzangu, kwa muda huu katika mhadhara wetu tutakuwa ni wenye kukumbushana maudhu ambaye inasema kwamba athabatu ala din, kuwa na thabati katika dini, kuwa na msimamo katika dini. Uzangu, msimamo katika dini ni jambo ambalo linatakikana, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza katika aya nyingi kuhusiana na kuwa na msimamo, kuthibiti katika dini vizuri inavyotakana. Na vile vile na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo hili amelielekeza sana. Kwa ajili ya nini? Watu kuwa na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Labda hii athabat ni nini? Tunaambiwa kwamba athabat huwa ad-dawam, ni mtu kudumu katika jambo, wal istiqamat ala al-jaddi wal luzum as-sirat al-mustaqim min ghair iwajin wal inhiraf. Wakasema athabat ala al-haqq hatta al-mamat. Ndugu zangu, athabat tunaambiwa kwamba ni mtu kudumu na kuwa na msimamo ambao ni wa sawasawa na kulazimiana na njia sawasawa, njia ambayo hakuna kwenda pembeni. Kwa maana pale uliponyooka unyoke vile vile. Kama Allah tabaraka wa taala amekuambia jambo fulani, basi ubaki katika jambo hilo bila kuyumba. Hivi ndivyo unavyotakikana. Na wakaendelea wakasema kwamba thabati, mtu athibiti katika haki mpaka mauti atakapomfikia. Yani katika ile haki ulioifahamu ukaifundishwa katika dini, ubaki na haki hiyo, uendelee katika mstari huo mpaka mauti yakukute. Tolee mfano tu, mathalan wewe ulivyokuwa umefundishwa ukaambiwa kwamba swala tano hii ambayo tunaiswali, hizi swala tano kwamba ni wajibu kwako wewe, baada ya kujua tu inabidi ubaki katika hali hiyo mpaka mauti yakukute. Hiyo ndo thabati, mpaka mauti yakukute hali ya kuwa bado wewe waendelea kufanya ibada ya swala. Unaswali swala zote tano kila siku, lakini ikatokea kwamba leo waswali, kesho waacha, au waswali swala hii swala nyingine waiacha, wewe bado huna msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe bado uko katika ile thabati katika dini, bado hujakaa sawa sawa. Inatakikana jambo kishaambiwa kwamba liko hivi ukalifahamu na ni la haki, basi ubaki katika ile haki mpaka mauti yakukute uko katika jambo hilo. Lakini leo uko namna hii, kesho hivi, kesho haupo, mara leo narudi katika mstari, hiyo sio njia ambayo ni ya sawa sawa ambayo tunatakikana. Ndugu zangu katika imani, Allah anasema kuhusiana na jambo la mtu kuwa na thabati katika dini, alivyosema kwamba yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba Allah anawathibitisha wale ambao wameamini
kauli ambayo ni thabiti, kauli ambayo ni ya haki, kauli ambayo ni ya sawa sawa katika maisha ya dunia na akhera. Vile vile atakuwa katika kauli thabiti. Kwa maana kama ulisimama katika dunia hii kauli yako ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hivyo hivyo katika dunia hii ukakaa sawa sawa, hiyo kauli itaendelea mpaka akhera, itakuwa ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini kama imani itakuwa haipo, kama alivyosema shekhe na alizungumza na akakumbusha leo, akasema kwamba la ilaha illa Allah kama ya kasuku, na nadhani wale ambao walikuwepo wanakumbuka, na kama ulikuwa ukwepo, shekhe alitolea mfano akasema hivi, hii ni kuonesha kwamba mtu ana thabati na yule ambaye ana thabati. Alisema kuhusiana na kasuku kwamba kasuku huwa anaigiza sauti za watu. Ukimfundisha ndio hilo hilo analichukua na alisema katika mdomo wake. Hasa huyu alifundishwa la ilaha illa Allah, kasuku akawa anasema, akishtuliwa tu anasema la ilaha illa Allah mdomoni, lakini akiguswa anasema la ilaha illa Allah. Kasuku amefundishwa kusema la ilaha illa Allah. Sasa shekha akasema hiyo la ilaha illa Allah iko na kwenye moyo wa kasuku. Akasema na sisi tusije rukawa kama kasuku, tunaisema hapa lakini kwenye moyo hamna. Wewe unasema la ilaha illa Allah, lakini ile thabati yenyewe kabisa ya la ilaha illa Allah haipo. Unaisema kwenye mdomo. Kwa sababu gani? Unaenda kwa washirikina wanakupigia ramli. Mara ukipata matatizo unaenda kwenye kaburi. Mara ukipata tatizo unaenda kwenye majabali. Hiyo la ilaha illa Allah haipo. Haipo kabisa. Hata kama umevaa kanzu, umevaa kofia, au ni imamu unaswalisha nini, maadamu la ilaha illa Allah haipo, wewe haupo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inatakiwa ukifundishwa la ilaha illa Allah ukajua maana yake, basi ubaki katika hali hiyo. Hata kama umepata mtihani wa aina gani, baki na la ilaha illa Allah, ndio thabati inatakiwa. Simama katika dini. Lakini leo ukiumwa kidogo umepona, na kesho sema haya maradhi yanarudia namna hii, hapana, hapa si sawa. Hebu ngoja tukachungulia kwa wataalamu. Ndio mpiga ramli huyo anaenda na kudanganya, alafu narudi hali ya kuwa haupo katika Uislamu. Sasa shekhe akasema hivi, yule kasuku siku hiyo, yule mwenye kasuku alisahau mlango ulikuwa wazi. Nakumbuka alivyosema, alipokuwa mlango uko wazi akaingia mwizi. Alipoingia mwizi, kuingia tu, yule kasuku kwanza alianza na kasuku akampiga yule kasuku. Wakati anampiga, kabla hajafa, kasuku akasema la ilaha illa Allah. Sawa? Lakini pamoja na kusema akawa amepigwa kafa. Je, akasema shekhe, je yule kasuku aliyesema la ilaha illa Allah ndio aliisema ndio itamwokoa, ataingia katika pepo? Sema hiyo hakuna, kwa sababu ni ya mdomoni tu. Kama walivyo wengi katika Uislamu wanasema la ilaha illa Allah, ima hawajui maana yake au wanajua lakini wakaenda kinyume. Kwa hiyo athabati, ndugu zangu, ni kubaki katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama umeelekezwa kwamba fanya hivi, baki hivyo hivyo, baki vile vile, kwa sababu dini ndivyo anavyotakikana mtu abaki katika hali kama hiyo. Sikiliza, kwa sababu gani watu wanatakiwa wabaki katika thabati, wabaki katika msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Angalia hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ya nini? Moyo wakati mwingine unaweza ukatoka ukaacha njia sawa sawa. Moyo unaweza ukashawishika, sheitani akaupeleka pembeni, ukaingia katika maasi, ukaacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaacha msimamo ulio sawa sawa. Alikuwa anasemaje? Anakithirisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusema, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Faqultu ya Rasulullah, katika hao waliopokea alivyokuwa anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia Allah, ewe mwenye kugeuza nyoyo, hebu thibitisha moyo wangu katika dini yako. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaomba, ewe mwenye kugeuza nyoyo. Allah anaweza kageuza moyo wa mtu, ulikuwa uko sawa kwa maovu yako ukaenda vingine. Anasema ewe mwenye kugeuza nyoyo, thibitisha moyo wangu juu ya dini yako. Kuna mmoja akasema, ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, hivi sisi tumeamini yale ambayo umekuja nayo, amanna bika wa bima jita bih, si tumekuamini wewe, tunakuamini wewe ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala,
na tumeamini yale ambayo umekuja nayo, tunayaamini kabisa, wala hakuna wasiwasi. Fahal takhaf alaina, hivi unakuwa na hofu juu yetu kwamba tunaweza tukafanya maasi, tukaacha njia sawa sawa tukaenda njia ambayo ni tofauti? Hao ni maswahaba wanamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisemaje? Anasema naam, nahofia sana, kwa sababu moyo unaweza ukageuka. Asema kwamba innal quluba baina usba'ain min asabi'i la yuqallibuha kaifa yasha. Asema mioyo hii iko katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika vidole viwili vya katika vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaugeuza moyo anavyotaka, anaugeuza moyo anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukashangaa leo ulikuwa uko katika njia sawa sawa, kesho uko katika njia ambayo sio sawa sawa. Kwa hiyo inatakikana kumwomba Allah ili mtu abaki katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia katika hadithi ameipokea Abi Musa al-Ash'ari, amesema kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema mathalul qalb mathalur risha tuqallibuha ar-riyah bifalat. Anasema kwamba mfano wa moyo, ni sahaba anatusimulia hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba mfano wa moyo ni mfano wa unyoya. Unyoya unafahamika, ni mfano wa unyoya. Asema kwamba unyoya ambao unageuzwa na upepo katika sehemu ya jangwa. Sehemu ya jangwa amesema hivyo kwa sababu sehemu ya jangwa hakuna miti, upepo ukitoka huku mpaka mwisho unapita tu. Sasa akasema kwamba ule unyoya unaweza ukageuzwa na upepo wakati wowote. Sema moyo unaweza ukawa unageuzwa kama vile unyoya unavyogeuzwa na upepo katika sehemu ambayo ni ya jangwa. Kwa hiyo mioyo, ndugu zangu, inaweza ikageuka wakati wowote, lakini kinachotakiwa ni nini? Ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na ujue kwamba mimi natakiwa niwe katika msimamo wa sawa sawa. Natakiwa niwe katika msimamo wa sawa sawa, sio leo uko hivi kesho uko hivi. Hapana. Ukiwa namna hiyo utakuwa wewe hauko katika msimamo ambao unatakiwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuangalie mambo ambayo yanasaidia kuwa na thabati katika dini. Al-umuru lati tu'inu ala thabati ala din, mambo ambayo yanasaidia mtu kuwa na msimamo katika dini akae sawa sawa. Ni mambo yapi? Yako mengi, lakini nitataja kulingana na yale niliyoandika. Kwanza kabisa asema kwamba qira'atu asiratu wal qasas, kusoma sira, historia na visa. Usome. Kama utakuwa unasoma visa mbalimbali, sira mbalimbali ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba na wale waja wema waliowafuata maswahaba, ukasoma sira hizo na visa hivyo ambavyo viko katika Qur'ani, vile vile ukasoma visa vya manabii ambavyo vimetokea, utapata mazingatio kwamba dini inatakiwa watu waifuate namna gani, msimamo katika dini inatakiwa namna gani. Allah anatuambia kuhusiana na visa, mtu akivisoma visa anakuwa katika hali ya sawa sawa. Akasema katika sura Al-A'raf aya 176, faqsus alqasas la'allahum yatafakkarun, kwamba wasimulie visa, huenda katika kuwasimulia visa wakawa na kutafakari na kuelewa. Ukipata kisa ambacho kinakuelekeza katika mambo kama haya ya kheri, watu kuwa na thabati katika dini, basi utakuta mtu anaweza akapata ibra, mazingatio kwamba na mimi nitakiwa nisimame katika dini kisawa sawa. Kuna kisa kimoja ambacho nitakipitia tu kwa haraka haraka, cha mama mmoja katika mama zetu, kisa cha Ramla bintu Abi Sufyan pamoja na mume wake wakati wanaondoka kwenda Habasha. Nitakisema kwa haraka, lakini kisa ni kirefu, mimi nitachukua mahali shahidi tu kwamba huyu mama ni mke wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kwamba ameachana na yule mume, alikuja kuolewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu mama, wakati mtume sallallahu alaihi amewaambia maswahaba waende Habasha kwamba huko kuna mfalme ambaye ni mwadilifu, nendeni
mtapata nusura, mtapata hifadhi kutokana na maudhi ambayo unayapata katika mji wa Maka. Wakaondoka na mume wake wakafika Habasha. Walipofika kule, mambo yakaenda yalivyoenda. Inasemekana mume wake aliwacha Uislamu. Aliwacha Uislamu. Kuna ndoto ambayo aliiota na kweli katokea vile vile. Mume wake aliwacha Uislamu. Sasa huyu mama, angalia alipokuwa na thabati katika dini, msimamo wa sawa sawa. Hebu angalia hiki kisa kisikie, alafu na wewe jitathmini kwamba je, na mimi niko katika huyu au mimi niko mbali? Yule mama, mume wake alipoacha Uislamu, akawa hana mtu wa karibu. Mume wake hayupo, ameshaenda upande mwingine. Akajiuliza katika maelezo ambayo anaeleza mwenyewe, anasema kwamba nikirudi Maka, mume sasa kashaondoka hivyo, nikirudi Maka kwa baba yangu Abu Sufyan bado yupo. Sasa nikirudi Maka, nimerudi kwenye ukafiri tena. Na nikirudi nitaenda kwenye mikono ya baba ambaye bado si Muislamu. Unaona? Si Muislamu. Nitafanyaje? Au nibaki katika nchi ambayo ni ya ugeni, sina mtu wa karibu, niendelee kupata shida kwa ugeni wangu mpaka pale Allah atakapokuwa ameleta kheri? Huyu mwanamke hakurudi Maka. Akasema hapana, siwezi kurudi Maka kwa sababu nikirudi huko nitakuwa nimerudi tena katika mikono ya washirikina. Naweza nikaingia katika ushirikina. Mimi siwezi nikafanya jambo hilo, bali nitabakia hapa Habasha, Ethiopia. Nitabakia mpaka pale Allah atakapokuwa ameleta kheri mwenyewe. Na kweli alibakia yule mama. Alipokaa muda mfupi, mara anakuja kupata taarifa, analetewa kwamba ameposwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu habari zimefika kule kwamba huyu bwana mwanamke amemwacha na yuko kule, ni mwanamke wa kheri huyu. Mtume sallallahu alaihi akamtumia huyu Najashi ili aweze kumuozesha huyo mwanamke, asimamie jambo hilo. Akamwoa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu mama, kisha akachukuliwa akarudishwa Maka kwa mume wake. Hii ni kuonesha kwamba alikuwa na msimamo kweli kweli. Itokee mathalan binti wa Kiislamu ana dini yake vizuri, akapata mume, basi wakawa katika ndoa zao. Sasa ikienda ikatokea yule mwanamume labda Allah asijalie hivyo akawa ameondoka katika Uislamu, akauchi Uislamu, akamwambia bwana, kama unataka kunifuata nifate, usipotaka we shika njia yako. Wanawake wa hivi leo ila wachache watake kuwa na thabati katika dini, atamwambia bwana, kwa hali hii inabidi tuondoke wote, haina shida. Na aliyakuwa alikuwa ni Muislamu wa sawa sawa. Hapa tunapata nini? Tunatakiwa ndugu zangu, ukiwa unafahamu kwamba hii ni haki, baki katika hiyo haki siku zote. Kama unajua hii ni haki, baki vile vile. Hivi leo tunapata tabu kwa sababu watu hawana thabati katika dini yao, hawana msimamo katika dini. Imani tumesema tumeamini, lakini imani hiyo inayumba, sio sawa sawa. Angalia maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anazungumzia kuhusiana na jambo hili la kuwa na thabati katika dini. Hadithi ambayo amepokea Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi katika Sahih Muslim, anasema kwamba nilisema kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, asema nilimwambia ya Rasulullah, qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahdan ghayrak au ba'dak. Akamwambia niambie katika Uislamu kauli ambayo ukiniambia sitomuuliza yeyote, siwezi kumuuliza yeyote nje na wewe, niambie. Mtume sallallahu akamwambia kwamba qul amantu billah thumma istaqim. Akamwambia neno moja, akamwambia sema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa upana wake. Nimemwamini Allah, yeye ndio yuko peke yake, yeye ambaye anastahili kuabudiwa na kila ambaye anastahili kufanya ibada. Sema nimemwamini Allah. Baada ya kusema neno hilo,
kisha uwe na msimamo na imani hiyo. Sema nimemwamini Allah, kisha baada ya hapo kuwa na msimamo katika imani yako. Ni wangapi katika sisi utakuta tunasema tumemwamini Allah, lakini matendo yenyewe hayapo katika imani. Tena wakati mwingine inawezekana Muislamu anatembea hali ya kuwa Uislamu umeshahama, haupo. Hasa katika ushirikina kama nilivyokuwa nazungumza Sheikh. Wewe umeingia katika shirki, umefanya ushirikina, na ukishafanya ushirikina, jambo ambalo ushirikina unaharibu dini ya mtu, si Muislamu tena. Lakini kwa sababu anajua kwamba hili nililolifanya halina shaka, hata kutubia hawezi kutubia, ataendelea tu. Yeye anasema mimi ni Muislamu, kumbe hayupo katika Uislamu. Siku ya kiyama anakutana na hukumu ya Allah kwamba yeye si Muislamu, ameshaondoka katika Uislamu siku nyingi. Huu ni mtihani. Kuwa na thabati katika dini jambo la maana sana, na ndivyo inavyotakikana. Imani unayo, baki na imani yako, uendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile inavyotakana. Ndugu zangu katika imani, angalia miongoni vile vile mwa mambo ambayo yanasaidia mtu kuwa na thabati katika dini, yani kubakia na msimamo katika dini vizuri, anasema al-amal bil ilm, ni kuifanyia kazi elimu uliyokuwa nayo. Na tukisema elimu ni elimu yeyote, iwe ni ndogo, iwe ni ya kati, iwe ni ya juu, kiasi kile ulivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanyia kazi elimu uliyokuwa nayo. Umeambiwa kwamba zina ni haramu, ni elimu nayo hiyo, ifanyie kazi elimu hiyo. Zina weka pembeni. Lakini unajua kwamba zina ni haramu, ukaendelea nayo, bado hujapata thabati au hujapata kitu cha kusaidia kuwa na thabati katika dini. Umeambiwa uongo ni haramu, kuacha kusema uongo, ukaendelea kusema uongo, bado hujafaidika na elimu uliyokuwa nayo. Umeambiwa kusengenya ni haramu, ukaendelea nayo, bado hujafaidika na elimu uliyokuwa nayo. Umeambiwa kuiba ni haramu, ukaendelea kuiba, bado hujafaidika na elimu uliyokuwa nayo. Kwa hiyo bado huna kile kitu ambacho kinakusaidia wewe kuwa na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanyia kazi elimu uliyokuwa nayo. Wamesema katika mmoja wa masalafu waja wema waliotangulia, asema al-ilm yunadi bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Imana elimu inakuwa pamoja na matendo. Elimu inakuwa pamoja na matendo. Elimu uliyokuwa nayo iende pamoja na matendo. Fa in wafaqa al-amal bil-ilm masha ma'a. Anasema kwamba ikiafikiana yale matendo yakiafikiana na elimu, yataondoka pamoja nayo. Elimu uliyokuwa nayo na matendo unayoyatenda yanaenda pamoja. Yanaenda pamoja. Sema wa in faqada al-amal dhahaba al-ilm. Na matendo yakikosekana, elimu inaondoka. Elimu itakuwa haina maana yote. Matendo hakuna. Matendo hakuna. Kwa sababu gani? Asema li anna hadhaini yamshiyani ma'a. Kwa sababu hivi vitu viwili, elimu na matendo, yanaenda pamoja. Elimu na matendo yanaenda pamoja. Moja likikaa pembeni, ili kingine vile vile kinakaa pembeni. Wewe ukisema kwamba mimi ni fundi wa ujenzi bwana, lakini hatukuoni hata ukuta wenyewe ukianza kujenga naenda hivi, hakuna elimu. Kwa hiyo amal, matendo yaendane na elimu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anafanya matendo kwa elimu aliyokuwa nayo ya kumuongoza katika haki, atakuwa ana sababu ya kumsaidia yeye kusimama vizuri katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na matunda ya elimu ni matendo. Ukawa una elimu huna matendo, bado matunda yake hakuna. Hakuna kabisa, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo kila mmoja afanyie kazi ile elimu aliyokuwa nayo, hata kama ni ndogo. Ya tawadha, chukua udhu, nenda kaswali kwa ule udhu uliokuwa umefanya nini? Umeutawadha. Hiyo ni elimu. Itakusaidia wewe kuwa na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu ambalo linasaidia mtu kuwa na thabati katika dini,
Tunaambiwa kwamba as-suhbatu salihah ni kusuhubiana na watu ambao ni wema, kwenda na watu ambao ni wema. Kama watembea waenda sehemu kunahitajika utembee na watu, basi tembea na watu walio wema. Kama ni mazungumzo, zungumza na watu walio wema. Lakini ukikaa na watu ambao ni waovu, wewe lazima utakuwa ni muovu tu, utakuwa ni muovu. Ili wewe uwe na thabati katika dini, uwe na thabati katika dini yako, usimame katika mstari wa sawa sawa, suhubiana na watu walio wema. Kwani ukitembea na mtu muovu na utaambukizwa uovu huo. Ukitembea na mtabangi utavuta bangi. Ukitembea na mnywa pombe utakunywa pombe, lazima tu. Yaani nendo utakavyoenda, siku za mwanzo utakataa, lakini utakunywa tu. Lazima, ndugu zangu katika imani. Wewe angalia hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anabainisha ukhatari wa mtu kusuhubiana na mtu ambaye ni muovu. Na inawezekana ikawa ni sababu kubwa yeye kugeuka kuacha njia sawa sawa akaenda katika njia ambayo ni ya uovu. Angalia, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni maarufu, anasema innamal jalis salih wal jalis su kahamilil miski wa nafikhil kir fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tubta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafikhil kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Hii hadithi ameipokea Imam Muslim. Anasema hakika si vinginevyo, yule ambaye amekaa na mtu aliyemwema na yule aliyekaa na mtu muovu wanafananishwa ni kama vile yule aliyekaa na mtu mwema ni kama vile mtu aliyebeba miski, manukato, na vile vile yule aliyekaa na mtu muovu ni kama vile amekaa na mtu ambaye nafikhil kir, yule mfua vyuma. Anasema ama yule aliyebeba miski, manukato, ima anaweza akakupa manukato yale na ukapaka kwenye mwili wako ukanukia vizuri. Vile vile asipokupa, ima anaweza akakuuzia ukanunua na wewe ukawa unatumia, unaweka kwenye nguo zako na unapata harufu nzuri. Huyu anafananishwa mtu ambaye anakaa na mtu aliye mzuri, aliye mwema, mwenye tabia nzuri. Ni sawa sawa na mtu aliyekaa na muuza manukato. Ima anaweza akakupa au akakuwekea kwenye mkono na wewe ukaweka kwenye nguo yako ukanukia vizuri. Au anaweza akakuuzia, bwana nunua bwana 1000, 2000, 5000, 10000, ukanunua ukaendelea kutumia. Huyu ni sawa sawa na mtu ambaye anakaa na yule muuza manukato. Sasa ima akuuzie, hata kama asipokupa, asipokuuzia, unaweza ukapata harufu nzuri kutoka kwake. Yeye hajakuuzia, kwa sababu ni muuza manukato, lazima atakuwa na harufu nzuri. Unatembea naye, hata mkipita hivi, mtu akipita labda upepo unakopitia, wasema wale jamaa wamepaka manukato mazuri bwana. Kumbe aliyepaka ni yeye, alafu wewe huna. Na wakapata sifa nzuri kwamba una manukato mazuri. Kwa sababu gani? Uko na mtu aliye mwema. Lakini yule ambaye amekaa na mtu muovu ni sawa sawa na yule ambaye amekaa na mtu ambaye anafua vyuma. Wafua vyuma nadhani mnawafahamu, mashekhe mnawafahamu. Utakuta ana lile fukuto lile, mnaita fukuto. Analipiga namna ile linapuliza tu. Linapuliza. Ule moto unatoa cheche vizuri. Wazee nadhani mnalifahamu. Sasa anasema ni sawa sawa na wewe uliokaa na mfua vyuma kama umekaa na mtu muovu. Anasema ima mfua vyuma huyu anaweza akakunguzia nguo yako kwa hizo zile cheche ambazo zinatoka pale, au upate harufu mbaya ya chuma. Kwa sababu gani? Umekaa na mtu aliye muovu. Kwa nini afananishwe huyu na muuza manukato na huyu anafananishwa na huyu ambaye ni mfua vyuma? Kwa sababu mtu aliye na tabia nzuri hawezi akakubali wewe utembee nayo alafu wewe unafanya maovu akuache. Hapana. Lazima atakurudisha. Huko nakoenda bwana sio sawa sawa, nenda namna hii. Umefika wakati wa swala anakuambia bwana adhana hiyo twende tukaswali. Kuna muhadhara sehemu bwana twende kwenye muhadhara tukasikilize maneno. Huyu ni sawa sawa na muuza manukato. Unapata kitu kizuri kutoka kwake.
Lakini yule aliye mwovu akifikia wakati wa adhana anamwambia ya nini bwana, wewe mtu tuendelee bwana. Kama wanaendelea na mambo yao, adhani inapita hivi hivi. Kama kuna muhadhara akwambia muhadhara wa nini bwana, kutembea mpaka kule tuanze kuchoma mafuta kwa ajili ya muhadhara ya nini bwana? Tasikiliza hata kwenye simu. Na hali ya kuwa hawezi kusikiliza. Anakuzuia kwenda katika mambo ya kheri, lakini anakupeleka kwenye mambo ya ajabu ajabu. Binti wa watu wanapita, basi anakuambia tumfukuzie yule pale. Siku 2-3 nao anakuwa ni mzoefu wa mambo haya. Kwa hiyo hapa wanafananishwa hivi ndugu zangu, ili watu wachague marafiki walio wazuri, wawe pamoja. Kusuhubiana na watu wema ni sababu ambayo inakusaidia wewe kuwa na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi ukaiacha swala kama uko na mtu mwema. Huwezi kuacha kufanya kheri kama uko na mtu aliye mwema. Lakini mara nyingi unaacha mambo mazuri kama utatembea na mtu ambaye ni muovu, mwenye maasi, ambaye ni fasik. Kwa hiyo kusuhubiana na watu walio wema inakusaidia wewe kuwa na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo linasaidia, ambalo la 4 kuwa na thabati katika dini, asema al-iktharu min al-amali salih wattiba'i as-sayyi'ata bil hasana. Anasema kwamba ni mtu kukithirisha kufanya matendo mazuri. Endelea kufanya matendo mazuri, halafu vile vile na kufuatishia baya kwa kufanya mazuri, ili liweze kufutwa lile ambalo ni baya ulilotenda. Kwa sababu Allah anasema innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Asema kwamba hakika mema yanaondosha yale mabaya. Wewe endelea kufanya mazuri kila wakati, basi inasaidia kufuta yale uliyofanya yaliyo mabaya. Kwa hiyo kukithirisha kufanya matendo mazuri kinakufanya wewe uwe na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema kwamba wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha, nafuatishia baya kwa kufanya zuri, ili lile baya liweze kufuta lile baya, lile zuri liweze kufuta lile baya ambalo umelifanya. Kwa hiyo kukithirisha kufanya mazuri ndugu zangu inakuwa ni nini? Ni sababu ya wewe kuwa ni katika watu ambao ni wenye thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kinachotakiwa ndugu zangu, kila mmoja awe na thabati katika dini, katika kufuata mlolongo wa haya ambayo tunayazungumza. Lakini ukawa na mambo ambayo ni ya ajabu, yasiyofaa, yasiyotakikana, wewe utaendelea kuwa ni mdhalim, kwa sababu utamdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile utaidhulumu nafsi yako katika yale ambayo yanatakikana uyepuke, basi ukayafanya. Yale ambayo unatakiwa uyafanye, basi ukayaacha. Kwa sababu Allah anasema kwamba wayudhillu Allahu adh-dhalimin, na Allah anawapoteza wale ambao wenye kudhulumu nafsi zao. Kama umeamua kuidhulumu nafsi yako, basi ujue wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha na utaendelea kuwa ni muovu siku zote, mpaka ifikie kwamba wewe umekuwa ni dhalim na unakufa na udhalimu wako. Kwa hiyo jambo la 6 ambalo linasaidia mtu kuwa na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema kwamba alhurub min ash-shaytan, kwamba kumkimbia shaytan wa khutuwati, na zile nyendo zake. Kumkimbia shaytan na nyendo zake. Kwa sababu gani? Mtu akawa anafuatishia yale ya shaytan na zile njia ambazo anapita shaytan, basi wewe huwezi kusalimika, huwezi kuwa na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Mambo ya kishaitani yanafahamika, na nyendo zake, zile hatua zake. Kwa maana kwamba ukianza jambo unajua kwamba hili nikishalianza hili linanipelekea katika maovu, basi kimbia jambo hilo hata siku moja. Nitatolea mfano ambao mara nyingi unawaingiza watu katika maovu. Uislamu umetueleza kwamba wanaume kuchanganyikana na wanawake ni jambo ambalo ni haramu. Ile halina shaka. Uislamu umeelekeza namna hiyo. Lakini mwanaume akawa na tabia, au mwanamke akawa na tabia, kama ni mwanaume yeye mara nyingi tu anafuatafuata wanawake, ujue kwamba hapo wewe waenda katika njia ambayo ni hatari. Au mwanamke
anashindwa kutembea na wenzake, yeye anawatafuta wanaume atembee nao, hapo ujue kwamba waenda katika njia ambayo ni ya hatari. Hiyo ni hatua miongoni mwa hatua za shetani. Unatafuta njia ya kuingia katika uibilisi, katika haramu. Hii ni haramu kuchanganyikana bila kuwa na sababu yoyote. Ukawa unaenda namna hiyo, ujue kwamba wewe unafuata nyayo za shetani, uingie katika maasi. Lazima. Lakini ukawa mbali na haya, ukawa mbali kabisa, basi ujue kwamba wewe pale unajiepusha, unakimbia njia ya shetani. Na ndio maana hata Uislamu ukasema kwamba ukaelekeza kwamba mwanamke akizungumza na mtu ambaye si mume wake wala sio ndugu yake, mtu ambaye ni ajanib, mtu wa pembeni kabisa, sio ndugu yake, anaweza akamuoa, kaambiwa kwamba azungumze katika kauli ambayo sio ile ya kuremba, ya kupamba, azungumze kawaida tu. Lakini imekuwa kinyume sasa. So shetani anatembea katika mishipa ya damu kwa mwanadamu kama vile damu inavyozunguka. Mwanamke, yani badala ya kwamba azungumze kawaida kama alivyoelekezwa na sheria, yeye pale ndo anaipamba sauti kabisa. Lakini akisema mume wake, anazungumza sauti ambayo ndio kavu, ile ambayo ndio natakiwa azungumze kwa mtu ambaye si mume wake. Tofauti kabisa. Yani shetani amewapambia kiasi kwamba mpaka wamegeuzwa. Ile sauti ambayo inatakiwa iende hivi, yeye anaipeleka hivi. Ile ambayo inatakiwa iende hivi, yeye ndo anaipeleka hivi. Tofauti. Hizo ni njia za shetani ambayo anamkaribisha shetani katika maovu. Hauna thabati katika dini. Tatizo nini? Inawezekana kwamba dini hii ambayo tulionayo tunaisoma tu, tunajua kwamba Allah anasema kadha wa kadha wa kadha wa kadha na tafsiri yake, lakini kutendea kazi ndio inakuwa ni mtihani mkubwa. Kutendea kazi ni mtihani mkubwa. Hili ndio tatizo ambalo ni kubwa, ndugu zangu. Mtu anaelekezwa jambo, analisoma tu, analifahamu, lakini anaenda anavyotaka. Uislamu haututaki namna hiyo. Uislamu nataka ukishasoma jambo la kuamrishwa basi uamrike. Umesoma jambo la kukatazika basi ukatazike. Umeelekezwa tekeleza vile inavyotakikana, ndio utabaki katika mstari wa sawa sawa. Kinyume na hivyo huwezi ukafika hata siku moja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah anatuambia katika sura Al-Baqara aya 68, anasema kwamba wala msifuate njia za shaitani, hakika shaitani kwenu ninyi adui aliye wazi kabisa. Adui kabisa, huyo yuko wazi kabisa, wazi, wala hajajificha, anawashawishi watu. Na Allah akasemaje aya nyingine? Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan wa man yattabi' khutuwati shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, enyi wenye imani ya sawa sawa, msifuate hatua za shaitani, nyendo za shaitani msizifuate. Asema atakayefuata hatua za shaitani, hakika shaitani kazi yake ni kuamrisha mabaya. Yeye anaamrisha mabaya na mambo maovu, ndo kazi yake anaifanya. Shaitani hawezi kukuamrisha katika mambo ambayo ni ya sawa sawa hata siku moja. Yeye yale mabaya ndo anataka. Tena moyo unapenda mambo hayo. Yale ambayo ni maovu, shaitani ndo anataka huko. Yale mazuri hataki. Kwani ni wangapi watu wanapoteza swala? Nipo kwenye swala kwa sababu ni jambo ambalo ni kubwa mno. Ni wangapi watu wanapoteza swala? Utakuta labda mpira unaanza labda saa 10. Wale ambao wanaenda kwenye viwanja au kwenye vibanda vile vibanda umiza vile, saa 10 unaanza mpira, lakini alasiri inaswaliwa saa ngapi? Saa 10 labda na nusu mfano. Lakini kwa sababu mpira unaanza saa 10 kamili, mtu anaganda pale, haji kuswali. Haji kuswali mtu faradhi kabisa aliyeamrishwa na Allah ambaye ni Mola wake aliyemuumba. Na ndio sababu ya kuletwa yeye katika dunia hii. Mtu ameganda pale kwenye kioo mpaka mpira unaisha. Alafu anatoka pale anakimbia
anasema ngoja nikaswali. Swala ya nani hii? Swala ya nani hii? Hii ni thabati katika dini kabisa? Ndio sahihi namna hii? Hapana, sio sahihi, sio sahihi. Yaani unaacha jamaa ambaye ni wajibu kwa mwanaume, wajibu, jambo la wajibu la lazima, unaona kama unaangalia mpira kabisa, unaacha kwenda kuswali. Subhanallah. Ujue kwamba kama yupo namna hiyo, jihesabu kuanzia sasa hivi mimi thabati katika dini ina mapungufu makubwa. Au unafanya kazi yako shambani mpaka dhuhuri inapita, pamoja na kwamba ina muda mrefu, pengine uko shambani kule unaweza kuswali kwa sababu una jamaa huko peke yako labda, unaweza kuswali muda wote ule ambao bado muda hujapita. Lakini utakuta mtu yuko shambani anasema siwezi kuondoka mpaka nimalize sehemu hii. Mpaka alasiri inamkuta bado anaendelea tu, anakuja kukusanya huko saa 11 nataka kuondoka. Wewe una thabati katika dini shekhe? Au unahangaishwa na ng'ombe, wanasema kwamba leo sijaenda Ijumaa bwana, nilikuwa nachunga. Si wapeleke nyumbani wafungie, alafu kaswali, alafu rudi uje watoe nini? Umeacha jambo la wajibu. Mali, inma amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Mali imekufanya kwamba ukaacha kuswali, unakuja magharibi unaanza kugonga tarawih, hata mwezi ambao si wa tarawih. Kuna thabati katika dini. Dini inatakiwa ndugu zangu watu wafate mistari inavyotakikana. Kinyume na hivyo tutakufa aliyakuwa sisi tuna mtihani mkubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ni vitu ambavyo niliorodhesha mimi kwamba vinasaidia mtu kuwa na thabati katika dini. Kuna mambo mengine ambayo ni sababu ambazo zinamfanya mtu awe na thabati katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika hilo anasema kwamba al-ilmu wa tafaqquh fi din, ni mtu kuwa na elimu na kujifunza katika mambo ya dini. Fuatilia mambo ya dini kila wakati, kama hivi mko kwenye mhadhara unafuatilia haya, na kusaidia uwe na msimamo vizuri katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lingine al-ikhlas, tuwe na ikhlas katika mambo yetu ambayo tunayafanya. Ikhlas ni nini? Tuyafanye mambo yetu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lolote ambalo unalifanya la Allah, la ibada, fanya kwa ajili ya Allah, usifanye kwa ajili ya mtu mwingine. Fanya kwa ajili ya Allah. Takasa moyo wako kwamba mimi nafanya jambo hili kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya mtu mwingine. Ukienda namna hiyo, wewe utakuwa na thabati katika dini. Umechukua sababu miongoni mwa sababu wewe kuwa na msimamo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lingine ambalo ni sababu, anasema itibau sunnatan nabii sallallahu alaihi wasallam, ni mtu kujikita katika kuzifuata sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziko nyingi. Pupia, uliza katika dini, katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unawauliza wanayejua. Hebu niambie hata sunna 2-3 za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ipi na ipi? Anakuambia 2-3. Basi ngoja nizifuate. Yako mambo mengi katika sunna, pamoja na kwamba huwezi ukayamaliza yote lakini yaliyo mengi yanawezekana kuyatekeleza wewe mwenyewe sasa hivi. Jitahidi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanyaje katika jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikifikia akiwa katika sehemu fulani alikuwa anafanya nini? Tuulize maswali ya namna hii. Ukauliza ukapata, lifanyia kazi. Unakuwa na thabati katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu wengi utakuta mambo mengine yani ni mepesi, sio kwamba ni madogo, ni mepesi katika utekelezaji. Paki nafikia Muislamu anakuwa hajui hata salamu. Maana unaweza kumsalimia Muislamu hapa, assalamu alaikum, alaikum salam, ukaondoka labda ukaenda sehemu, labda ukarudi dakika labda hata 5 tu, ukaenda au dakika 10 ukarudi kuambia assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sema wewe tumesalimiana sasa hivi bwana,
sasa hivi tu tumesalimiana, au akaja akakuta labda yule aliyesalimiana naye kwa muda mchache, labda dakika 5 10, akaja akakuta wengine wameongezeka. Akifika anasalimia, anawapa, pengine anawapa mikono, anaweza akawapa hao ambao hawakwepo, yule ambaye alikwepo anamwacha. Anasema wewe, tumepeana sasa hivi tu. Shekhe, wapi hii dini ya wapi shekhe? Salamu, hata Muislamu ajui salamu sunna yake ikoje? Ni mtihani mkubwa wallahi. Mtihani mkubwa, na ni jambo ambalo tunaishi nalo sisi. Tunaishi nalo jambo la salamu. Lakini haijawahi kufikia kwamba Muislamu aulize kwamba salamu utaratibu wake ukoje? Tusalimiane vipi? Kumbe tumeelekezwa na Uislamu, ukisalimiana na mwenzako hata hapa, hata ukizunguka tu ukuta hivi au mti ambao umekutenganisha na yule mwenzako, ukirudi tu hata kama dakika moja, ukirudi tu usalimia, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au uko ndani nyumbani kwako, umetoka, umewaacha wenzako wapo, hata watoto wako, mke wako, ukitoka ukiingia, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wanaitikia wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini hili utakuta hata baba, labda mke, hata watoto wake akiingia tu akiwakuta pale hawasalimia, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wawape hata mikono. Anasema hao si watoto wangu. Hasa watoto wako kwani wasalimiwi baba? Hii ni kuonesha kwamba dini hii bado hatujaifahamu vizuri inavyotakana. Salamu tu inatutoa nje sunna. Kwa hiyo kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moja katika sababu ya mtu kuwa na thabati katika dini. Jambo lingine ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe mtegemee Allah katika mambo yako yote. Umepata mtihani, mtegemee Allah. Endelea kutatua mtihani huo kadri alivyokuelekeza Allah na Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kwamba ukipata mtihani usubiri ukae, endelea kutafuta njia za kutatua mtihani huo uliokuwa nao, lakini kwa utaratibu ambao sheria umeweka. Sheria imeweka kwamba utatuliwa hivi, nenda hivyo hivyo, usije ukaenda kinyume. Lakini watu tulio wengi kumtegemea Allah inakuwa ni shida. Mtu akapata maradhi yamechukua muda mwingi tu, akaona hapa, alafu mashaitani wa kibinadamu naye wanakuja wanamsalimia, mwambia wewe bwana, mimi nipata maradhi kama ya kwako haya. Yaani ukifanya mchezo tunakukosa wewe. Tunakukosa. Kuna mtaalamu alinisaidia mimi, twende nikupeleke. Mtaalamu wenyewe unayeambiwa ni mpiga ramli. Alafu bahati mbaya sasa unapelekwa kwa huyo mtaalamu ambaye anamuita yeye, alafu Allah amekukadiria kafia kwake. Subhanallah. Subhanallah. Umemaliza vibaya. Kisha habari. Yaani mtu anaona maisha ya dunia ni bora pamoja na maasi ya makubwa ya kumshirikisha Allah kuliko kuondoka aliyakuwa yuko salama, hajamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaitani hawa wanakuja wanakuambia, waliumwa manabii wa Allah. Mtume Ayub alayhi salam alikaa miaka 10 na ngapi? 10 na ngapi jamani? 18 sijui. Anaumwa mpaka ahali zake wakamkimbia, anaumwa. Mwili unaambiwa mwili unatoa wadudu, lakini anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tegemea Allah. Na Allah anaweza akakujaribu. Ukisema namwamini Allah, lazima upate mtihani. Je, imani hii uliyoitangaza kweli ipo? Allah anataka kujua upo, anakufinya. Ukipiga kelele tu, jua hapa hamna kitu. Kupiga kelele kwa maana kwamba ukaacha njia yake ukaenda kwingine, ndio kupiga kelele huko. Lakini ukafinywa, unavumilia, namtegemea Allah, alafu natafuta njia ambazo sahihi za kisheria kuondosha tatizo hilo. Wewe uko na thabati katika dini, kwa maana kwamba una sababu miongoni mwa sababu ya kufanya wewe ubaki katika nini? Katika mstari anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu anasema man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Asema atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamtosha kabisa yani. Kwa hiyo hivyo ni katika vitu ambavyo ni sababu za kufanya wewe una thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lingine anasema al-amalu salihah, kama tulivyozungumza kule kwamba matendo mazuri ni sababu wewe kukaa sawa sawa. Matendo mazuri
yanakufanya wewe uweze kukaa sawa sawa katika mstari ambao anautaka Allah tabaraka wa taala. Na lingine ambalo la mwisho, ili niweze kuwapisha wengine, kwa sababu unaona Sheikh ameshakuja, asema kwamba as-sabru waridha biqada'i Allah taala. Hili linafanana na lile ya kutegemea, kwamba anasema kwamba kuwa na subira na kuridhika na yale aliyehukumu Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, yale aliyekadiria Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, uwe na nini? Na subira. Allah amekukadiria jambo fulani, ujue kwamba tayari Allah alishaandika lipo, wala usiwe na wasiwasi. Kuwa na subira, endelea kuondosha lile ambalo limekupata, limekusibu, kwa njia ambazo ni za sawa sawa, ambazo zinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Imani, ndugu zangu, ukiwa na imani, una thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe siku yote unaweza kuondoka katika msaada. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, tukimani kuwa na thabati katika dini, tuwe na istikama katika dini yetu. Sema nimemwamini Allah, kisha kuwa na msimamo wa sawa sawa. Kwani hao makuraishi ambao tumeelezwa kwamba ni watu wamemkataa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makafiri na nini, kwani walikuwa hawajui kwamba Allah ni mmoja? Walikuwa hawajui kwamba Allah ni muumbaji, kwamba yeye ndiye anayeleta riziki, yeye ndiye anayeteremsha mvua, yeye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, yeye ameumba kila kitu? Wanajua, walikuwa wanajua vizuri sana, lakini wakafeli wapi? Katika ibada, katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yote wanaamini kabisa kama tunavyoamini sisi. Hapa kwenye ibada ndio wakafeli, wakashirikisha, wakafanya shirki, ndio kitu ambacho kimewatoa na wakawa ni watu wa motoni. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tupe thabati katika dini yetu, ili tuwe katika njia ambayo Allah anairidhia, na mwishowe basi tuweze kupata malipo yake ambaye ni pepo. Kwa hiyo nimekuwa haya machache nimewakumbusha, tujitahidi ndugu zangu kuwa na msimamo katika dini, na hauwezi kupata msimamo hivi hivi mpaka usome, na kusoma kuko kwingi. Unaweza kuingia darasani au ukauliza, ukahudhuria mihadhara kama hii, ukapata maneno, ukiyapata yatumie, yatakusaidia katika maisha yako yaliyobakia. Hatujui Allah amekukadiria siku ngapi. Wewe una miaka labda 20, hujui kwamba Allah anakupa ana umri gani. Uliandika umri wa miaka mingapi? Pengine uliandika 22, umebakisha miaka 2. Una 60 ndio kabisa nataka kuchowea. Haya, hujui Allah alikuandikia kwamba miaka mingapi. Na aliyekuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema umri wa umma wangu ni baina ya 60 na ngapi? Na 70. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema umri wa umma wangu ni baina ya 60 na 70 tu. Hapa katikati. 60 na 70 hapa katikati. Mtu anaondoka. Sema ni wachache wanaevuka 70 kwenda mbele. Miaka 60 shekhe ndio limechoea hilo. Hujui kwamba unaweza kaondoka vipi. Jitahidi kufanya kheri, uende ukaondoka katika hali ya kuwa uko sawa sawa, na ukafika kwa Allah hali ya kuwa uko salama. Kwa hiyo tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika dini yetu, ili tuwe katika watu walio wema. Nishi hapa nasema subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.